إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والفتنة أشد من القتل. ويقول في آية أخرى: والفتنة أكبر من القتل. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ndugu zangu Waislamu, dini yetu tukufu ya Kiislamu imekamilika. Mafunzo yake ni mwongozo kwa wanadamu wote kwa zama zote. Uislamu umeweka taratibu na misingi ya kinadharia na ya kivitendo katika kumuongoza mwanadamu na kuiongoza jamii yote kwa ujumla. Hatuhitaji mafunzo kutoka sehemu nyingine, yote yamekamilika katika Qur'an, Sunna na utendaji wa kivitendo wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa misingi hiyo ambayo Uislamu umeiweka na ambayo leo nitaizungumzia katika khutba hii ya Ijumaa ni msingi ya kutanguliza maslahi mapana ya jamii kuliko kutanguliza maslahi ya mtu au kikundi. Huu ni msingi katika misingi iliyowekwa na dini tukufu ya Kiislamu kwa Qur'ani na Sunna, kama ambavyo tutakuja kuona. Nimeamua nizungumzie misingi hii, ndugu zangu Waislamu, kwa sababu ni ukweli usiofichikana kwamba tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu 2025 nchi yetu inakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa kuwachagua viongozi na wawakilishi wetu. Hili ni jambo limezungumzwa kwa muda mrefu na kila Mtanzania analifahamu, na ndiyo kadhiyatu saa, ndiyo kadhia inayoendelea katika wakati huu. Kwa hiyo tumeona hutuba hiyo ihusiane na haya ambayo yanajitokeza, lakini kutokana na misingi ya Kiislamu, sio fikra zangu, bali ni misingi ya Kiislamu ya Qur'ani na Sunna, ili Muislamu uelewe msimamo wa Uislamu katika haya ambayo tunaendea. Ndugu zangu, hili ni zoezi kubwa sana katika nchi, zoezi la uchaguzi. Na tangu mimi kushiriki chaguzi mbalimbali, chaguzi zote huleta taharuki katika jamii. Hamna uchaguzi ambao umepita haukuwa na taharuki, bali chaguzi zingine zilikuwa zina taharuki kubwa kuliko ambayo tunaiona hivi sasa. Ni kawaida, na hakuna nchi ambayo inapita katika uchaguzi, hata iwe ni nchi kubwa kiasi gani duniani, lakini kuna taharuki. Mpaka nchi kama Japan ambayo watu wake wapole, maskini ya Mungu, lakini ikifika uchaguzi taharuki. Hii ni kawaida. Ikifika wakati kama huu, jamii inakuwa na taharuki, nchi inakuwa na taharuki. Ndugu zangu Waislamu, katika wakati kama huu nchi zinakaa chonjo sana, kwa sababu nchi huwa inapita katika kipindi cha mpito, kipindi ambacho ni sensitive sana. Kosa dogo linaweza kutokea katika kipindi hichi likaleta maafa makubwa sana, ambayo yakaigharimu nchi na watu wake hasara kubwa sana. Na ndio maana tunazungumza ili tuwe na hiyo chonjo ambayo tunatakiwa tuwe nayo. Mwanzo wa hutuba yangu nilizungumza aya 2 zilizopo katika surati al-Baqara. Zote zinafanana lakini zina maana tofauti. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wal fitnatu ashaddu min al-qatl,
elewa kwamba fitna ni kali na ina madhara makubwa kuliko mauaji. Fitna, na katika sura hiyo hiyo akasema wal fitnatu akbar min alqatl, na fitna sasa ni kubwa zaidi kuliko mauaji. Wanachuoni walipotafsiri nini maana ya fitna, walizungumza, wengine wakasema ni shirki, lakini wengine wakasema ni kuchokonoa hisia za watu, kuchokonoa hisia za watu. Na hii ndio maana ambayo inarandana na hali tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo kuchokonoa hisia za watu kwa ajili ya ajenda ambazo mtu anazo katika wakati huu ambao tumesema ni wakati uko very sensitive, aya hii ni munasaba kwamba uchokonoaji huu ni mkubwa na una hatari kuliko hata mauaji yenyewe. Kwa sababu gani? Watu wakichokonoka katika kuchokonolewa kwao katika hisia, mauaji yatakayejitokeza yatakuwa ya mtu mmoja au watu wawili au watu watatu au watu watano, tutakuwa tunazungumzia mamia ya watu, lakini chanzo chake tumeshindwa kuzuia fitna. Sasa Qur'an hapa inatuongoza kwamba katika zama kama hizi, katika muda huu tulionao, watu wanatakiwa kuwa makini sana kuchunga hisia zao, kuchunga kauli zao. Watu wanatakiwa kuwa makini sana kutumia akili zao kuliko kutumia hisia zao na mihemko yao. Hususan vijana ni muhimu sana wakawa waangalizi katika kipindi hichi, kwa sababu fitna inaweza ikasababisha kuleta maafa makubwa kuliko yale ambayo ulikuwa unayatarajia. Ndugu zangu Waislamu, tumeona tukumbushane miongozo ya dini yetu tukufu ya Kiislamu na misingi yake mikubwa ambayo itatuongoza katika maisha yetu na katika hali kama hii. Na misingi hii sio tu kwa ajili ya Waislamu, hata wale wanaopenda haki akisikiliza basi ataona kwamba kuna mantiki katika misingi hiyo tunayoizungumza. Kwa kwanza, ndugu zangu Waislamu, swala la uchaguzi ni swala la kikatiba, ni haki ya kikatiba ambayo tumeridhia wenyewe, lakini vile vile imetangazwa na mamlaka husika. Na Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume na wale ambao wenye mamlaka juu yenu. Katika kipindi chote cha miaka mitano tumekuwa tukitii maelekezo ya serikali katika maeneo tofauti tofauti. Sasa miongoni mwa maelekezo hayo ni kwenda kupiga kura ambayo iko katika katiba. Kwa hiyo kama Muislamu unawajibika kwa sababu ya kuwatii wenye mamlaka juu yenu, pamoja na tofauti ya tafsiri za wanachuoni. Lakini wenye mamlaka sasa hivi ndio hawa wanaosema tarehe 29 mwezi wa 10 2025, wewe kama Mtanzania uliofikia umri wa kupiga kura, wenye kadi ya kupigia kura, nenda katika kituo cha kupiga kura ukapige kura yako, ni haki yako ya kikatiba. Ni maelekezo. Ikiwa ni maelekezo ya mamlaka, ina maana kama Muislamu si tu unatii mamlaka, lakini unamtii Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufuata mamlaka iliyoko juu yako. Huu ni msingi wa kwanza wa dini yetu tukufu ya Kiislamu. Ndugu zangu, katika sheria za Kiislamu, msingi wa pili ambao tutauzungumzia, kuna sheria inaitwa fiqhil awlawiyat, yani fiqh ya elimu ya vipaumbele. Hii ni sheria ya Kiislamu, imo ndani ya Qur'ani, imo ndani ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kaitekeleza akiwafundisha masahaba zake. Unakwenda Yemen, ewe Muadh, ukifika kule wafundishe shahada kwanza, shahada 2. Wakielewa wafundishe swala 5. Wakielewa wafundishe kwamba kuna zaka, priorities, inaanza ipi inakwenda ipi, katika kuwafahamisha watu. Na ziko aya nyingi zinazozungumzia aulawia, vitu gani vinatakiwa vipewe kipaumbele katika Uislamu. Kwa hiyo katika Uislamu kutanguliza kitu chenye maslahi zaidi ya wengi kuliko maslahi madogo ya wachache ni wajibu kwa Muislamu kutanguliza kitu kama hicho. Hili jambo lina maslahi mapana ya watu wengi, na hili lina maslahi ya mimi na watu watatu. Hili la watu wengi natakiwa nilitangulize kama Muislamu. Kwa sababu gani? Linagusa maisha ya watu wengi. Huu ulikuwa ni msingi wa pili. Msingi wa tatu unaitwa fiqhil muwazana, balancing fiqh, elimu ya kupima mambo. Hii ipo katika Qur'ani, ipo katika Sunna. Muislamu anatakiwa apime mambo na uzito wake.
asiende kwa mihemko au kwa hisia, atakosea. Pima yale mambo yanayokutokezea mbele yako, unayaweka kwenye mizani kujua faida za jambo hili na hasara za jambo hili, na mwishowe unaamua kuchukua faida ya mambo yale na waacha hasara zake. Sasa kwa sababu tuna zoezi la uchaguzi, kupiga kura, weka katika mizani ya fiqh almuwazanat, elimu ya vipimo. Kupiga kura hiyo upande mmoja na kutokupiga kura hiyo upande wa pili. Angalia faida za kupiga kura na hasara za kupiga kura. Halafu angalia faida za kutopiga kura na hasara za kutopiga kura. Linganisha, fanya fiqh almuwazanat, ipi na uzito zaidi, bila kujali hisia zako, ipi na uzito zaidi. Utaona kwamba kupiga kura kuna uzito zaidi kuliko kutokupiga kura. Kwa hiyo unachukua maamuzi kutokana na yale ambayo umeyaona katika vipimo vyako. Sasa kuna khiari ya tatu tunaisikia, piga kura au usiende kupiga kura au uandamane. Weka zote katika mizani. Tarehe hiyo hiyo ya kupiga kura wewe nenda kaandamane. Sasa weka katika mizani, ipi na ina faida kubwa. Tumia akili zako, usitumie mihemko, usitumie jazba, usitumie hisia, logic. Pima mwenyewe ipi ina faida kubwa. Bila shaka kama ni mtu unafikiria vizuri, utaona kwenda kupiga kura kuna faida kubwa zaidi kuliko kutokwenda kupiga kura au kuliko kwenda kuandamana. Hii ni misingi imewekwa na dini tukufu ya Kiislamu na ni misingi yetu, tuitumie katika hali zinazojitokeza kama hivi sasa hivi. Ndugu zangu Waislamu, kupiga kura madhara yake yatakuwa ni machache kuliko kutokupiga kura au kuandamana. Hata kama kuna madhara yatakuwa ni machache kuliko kuacha kabisa au kuandamana. Ifikirie hii hali. Msingi wa 4 unasema chagua lenye madhara nafuu. Ni msingi unasema akhafu dararain. Yaani Uislamu unakuambia pale ambapo umekwenda sehemu ukakuta kuna mambo mawili yote yana madhara, ufanye nini? Uislamu unakuambia chagua lenye dhara nafuu na wewe. Yote yana madhara, chagua lile ambalo lina madhara nafuu na wewe ndio ulifanye. Hii ni misingi. Sasa wewe umeona kupiga kura ni madhara, kuacha kupiga kura ndivyo ni madhara, chagua lenye madhara nafuu ni lipi? Lenye madhara nafuu ni kupiga kura kuliko kuacha kabisa, kwa sababu utakuwa umepunguza munkar kwa kuchagua yule ambaye unadhania anafaa. Kwa hiyo akhafu dararain ni moja katika sheria za Kiislamu. Kama sehemu ina madhara mawili, tukubaliane tu kimjadala kwamba katika uchaguzi kuna madhara. Sasa angalia lipi lina dhara nafuu ndio uende ukalifanya. Lenye madhara makubwa achana nalo. Hii ndugu zangu ina mfano kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaelewa kwamba Al-Kaaba ambayo imejengwa na Nabii Ibrahim alayhi salam ilikuja ikasombwa na mafuriko. Al-Kaaba ile Hajar al-Aswad na kasombwa na mafuriko. Walivyokuja kujenga Makuraish wakaijenga sehemu tofauti na sehemu ambayo alijenga Nabii Ibrahim alayhi salam. Tofauti kabisa. Hapa kuna mafuriko, kuna mnyanyuko kidogo, tujenge huko. Wakaiacha sehemu ambayo Nabii Ibrahim alijenga pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja, amepewa utume tayari, dola ya Kiislamu imeanza kusimama. Anamwambia Bi Aisha radhiallahu anha, laula anna qaumaki, kama si kuogopea watu wako ya Aisha, hadithu ahadin bikufri, kwa sababu juzi tu walikuwa washirikina, sasa hivi wamekuwa waislamu, ningeivunja Al-Kaaba hii, ningeivunja hii Al-Kaaba yote, halafu nikaihamisha nikaenda kuijenga katika sehemu ambayo Nabii Ibrahim alijenga. Lakini naogopa nikifanya hivyo, kwa sababu waislamu hawa ni wameingia katika Uislamu juzi, watagawanyika makundi na wengine watakufuru kwamba huyu Muhammad amevunja nyumba ya Mwenyezi Mungu. Sasa kubaki Al-Kaaba pale ni madhara, kuivunja na kuihamisha pale ni madhara makubwa kuliko kuiacha. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua kuiacha pale, akachagua madhara nafuu. Sasa hii ni kivitendo kuonyesha jinsi gani Muislamu anatakiwa kuendea haya mambo kwa kuchambua na kuangalia afanye nini, asirubuniwe kifikra wakati dini yake imempa mwongozo na imemwelekeza. Lakini principle ya 5, kuzuia uharibifu, na kuzuia uharibifu kunatangulizwa kuliko kuleta manufaa. Qaida anasema dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil manafi'.
Kama kuna manufaa, kuna uharibifu unakuja na manufaa yanakuja, Uislamu unasema zuia kwanza uharibifu. Usipokee kwanza manufaa, zuia kwanza uharibifu utakojitokeza. Sasa uharibifu unataka kujitokeza ni huu ambao tunausikia katika mitandao ya kijamii kizungumziwa kuhusiana na masuala ya uchaguzi. Kwa ni muhimu kuzuia kwanza uharibifu kabla haya manufaa hayajapatikana. Njia ya 6 ni Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelekeza akasema, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi. Yote atakayeona munkar, jambo ambalo halipendi, alibadilishe. Kama ana uwezo abadilishe kwa mkono wake, hawezi abadilishe kwa ulimi wake, hawezi abadilishe kwa moyo wake, na hiyo ni udhaifu wa iman. Hii ni kuondosha munkar. Sasa wewe kama hukubaliani na viongozi na kiongozi na sera, unaona ni munkar, badilisha. Nenda kapige kura, unabadilisha kwa mkono wako. Huyu mfisadi, huyu muharibifu, huyu muuaji, simpigii kura, nampigia huyu. Umebadilisha munkar kwa mkono. Ukizuia kwenda, manake hujabadilisha munkar, utakuwa umechukia tu na ni udhaifu wa iman. Au badilisha kwa mdomo, kuzungumza. Wapigie, waambie watu tumchague fulani ana sera nzuri. Badilisha kwa mkono katika masuala ya kiuchaguzi. Sasa sio kulalamika, kukaa pembeni na kuleta vurugu kubwa zaidi ambayo haisaidii. Badilishe munkar kwa kupitia katika nyenzo ambayo imewekwa mbele yetu. Principle ya 7 Uislamu unasema, na hii ni principle ngumu sana kuielewa kwa urahisi. Kuwepo kwa serikali, hata kama serikali hiyo sio adilifu, ni bora kuliko kutokuwepo serikali. Principle ya Kiislamu. Maulama wetu wameandika, wanasema minal mabadi alfiqhiyya almu'tamada, katika misingi ya kifiqhi inayozingatiwa, anna wujudu hukuma, kupatikana kwa serikali, wa in kanat fiha madhalim, hata kama ndani ya serikali hiyo kuna dhulma zinafanyika, afdalu min alfaragh, ni bora kuliko kuwa na vacuum, kuwa na fail state, kuwa hakuna serikali katika nchi. Alladhi yuaddi ila fitna, kutokuwa na serikali kunapelekea kuwa na fitna, wa bala'un, na balaa iliyokuwa kubwa. Alfaragh yuaddi ila tanazu' alquwa, kutokuwa na serikali kunapelekea kuwa na nguvu zingine zinazopigana zenyewe kwa zenyewe, makundi milishiyat ambaye yanagombana yenyewe kwa yenyewe, wastilal isabat, na makundi ya waizi kuvamia maduka, kuvamia majumba. Kwa sababu gani? Hakuna serikali, hakuna kitu ambacho kinaweza kikawadhibiti watu hao. Hii inapelekea kwenye damar shamil, uharibifu mkubwa kabisa. Kwa sababu gani? Government, serikali inayoongoza haipo. Kwa Uislamu unasema kuwepo kwa serikali yenye dhuluma ndani yake ni bora kuliko kutokuwa na serikali kabisa. Huu ni msingi wa Kiislamu na ni logic inaingia akilini. Tuangalie mfano, ndugu zangu, jirani zetu wa Sudan walikuwa na serikali yao, lakini wakaandamana, uhuru, demokrasia, sio kuna kitu gani, vijana wakatoka barabarani, wakashawishiwa. Leo wako wapi? Nchi imeharibika, miundombinu imevunjwa yote, wamekuwa wakimbizi, vyuo vikuu vimekuwa sasa na makambi ya majeshi. Wakiulizwa vijana wanajuta. Hakuna government, hakuna serikali. Wanaendelea kuzungumza. Itachukua miaka 10-15. Lakini kwa sababu gani? Walifadhilisha kutokuwa na serikali kuliko kuwa na serikali yenye udhaifu. Logic inakataa, ndugu zangu Waislamu. Haiwezekani kuwa hivyo. Kwa sisi kama nchi tupo katika safari, tupo katika boti katikati ya bahari, lakini imetokea tumetofautiana. Tupo ndani ya bahari tunasafiri na tumetofautiana. Tufanye nini? Mfano huu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mfano ambao wanachuoni wa Kiislamu wametungia vitabu vya political science. Hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imeandikiwa vitabu vya political science kuonyesha tunatakiwa tufanye nini katika hali kama hizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mathalul qa'im ala hududillah wal mudahin fiha, mfano wa yule mtu ambaye anasimamia mipaka ile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yule ambaye yuko pembeni ya mipaka hiyo. Kamathali qaumin istahammu ala safinati fil bahr, ni mfano wa watu wameingia katika boti, katika meli baharini, wakapiga kura. Boti ina sehemu mbili, sehemu ya juu ambaye inachukua watu wachache na sehemu ya chini inachukua watu wengi. Lakini wakapiga kura, nani akae juu,
nani akae chini. Maana kila mtu anataka akae juu, kuna hewa, kuna nini. Kwa hiyo wakapiga kura, fa asaba ba'dhum alaha, baadhi ya wale wakapata kura, nyinyi mtakaa juu, wa asaba ba'dhum asfala, wengine kura zao zikasema nyinyi mtakwenda kukaa chini kule. Fakana alladhina fi asfaliha yasaduna fayastaquna alma, ikawa wale walioko chini sasa wakitaka maji ya kuoga, ya kupiga deki, sio kufanyia nini, wanabidi wapande ngazi kwenye meli waende juu, wateremshe ndoo zao, wachote maji, alafu tena warudi chini. Sasa ile maji yanamwagika, wale walioko juu wakasema bwana, mnatusumbua, saa nyingine tumelala, mnakuja usiku na mandoo yenu, saa nyingine saa ngapi, kwanza bwana msio mnapanda panda ovyo hapo. Walioko chini wakasema bwana, tufanye shura ya pamoja. Inakuwa shida sasa, tufanye nini? Wakasema, faqala alladhina fi asfali, walioko chini wakasema, fa inna nathqubuha fi asfaliha, sisi tunaona bwana tutoboe hapa chini. Maji si yako hapa karibu na sisi kuliko wenyewe, tutoboe hapa tuchukue maji, tutakuwa tuna shida ya kupanda, kusumbua na kusimango. Fasanastasqa, tutapata maji. Fa in akhadhu ala aidihim famana'uhum najaw, walioko juu wakiwazuia hawa walioko chini kutoboa, wataokoka wote. Wa in tarakuhum, na wakisema waacheni wafanye wanavyotaka, gharaqu jami'an, watazama wote na boti tazama. Wanachuoni katika kutafsiri wamesema kwamba hawa watu lazima wakae wazungumze, safina iende, lakini utaratibu wa kupata maji ujulikane, wawekewe njia maalum wasiwasumbue, ili wakipita wasiwaudhi, lakini maji wayapate. Cha msingi boti isitobolewe, kwa sababu hakuna atakayebakia. Wale waliotaka kupata maji hawatobaki na walioko juu hawatobaki. Umuhimu wa kuzungumza, umuhimu wa kukaa na kuangalia kasoro na dosari zilizopo katika boti na njia ya kupata maji zikoje, ili wote wapate, wasafiri na wafike katika pwani yao kwa njia ya salama. Kwa kila mmoja wetu, ndugu zangu Waislamu, ana jukumu la kuzuia boti yetu isitobolewe. Waliopo juu wakae na waliopo chini, utaratibu wa kuchukua maji uwekwe ili tufike pwani wote salama. Nasaha kwa wazazi katika kipindi hichi, kaeni na vijana wenu. Ukiingia katika social media utaiona kama Tanzania iko katika hali ya vita. Yaani unaona kesho kama vile vita itaripuka kwa kwenye social media. Ukitoka nje hali ya amani na usalama. Kwa hiyo vijana wanaishi katika social media, wanaishi katika hofu, wasiwasi mkubwa ambao baadaye unapelekea katika mambo yasiokuwa mazuri. Kwa hiyo vijana, wazazi tukae na vijana, kwa sababu ndio wenye hizi taharuki, ndio ambao wanaendeshwa na hisia na mihemko, kuwaeleza tulipotoka, tunapokwenda na tulipo, na hatua za kuvuka sehemu hiyo. Hii itasaidia kupunguza ule munkar na propaganda ambazo zinafanywa. Viongozi wa dini kuna umuhimu wa kuzungumza kama ninavyofanya mimi, kuwapa njia waumini watafikaje, watafenyeje katika hali kama hii na katika wakati kama huu. Si vizuri kutoa maneno ya mafumbo, wewe waeleze wazi, watoke kwa amani na usalama, lakini sio kutoa maneno ya mafumbo na kuacha waumini hawajui waelekee wapi. Ni muhimu kwa vyombo vya habari kutoa taarifa zilizokuwa sahihi, na hususan katika social media, sio kukata clip vidogo vidogo ambao vinasupport mtazamo wako, hata kama yule mtu hajazungumza kile kitu, unakitoa kile clip unakirusha. Hii ndio maana ya kuchokonoa hisia. Hii ndio maana ya fitna, kuamsha fitna katika jamii. Lakini vivyo na saa kwa vyombo vya ulinzi na usalama, huu ni wakati very sensitive kwa nchi, kwa sababu ni wakati wa uchaguzi. Dhamana yote ya amani na usalama iko mikononi mwao. Kwa hiyo wakae chonjo katika kuyaendea hayo ambayo yako mbele yao. Lakini hii haina maana kuwatia hofu wananchi. Kabla siku ya uchaguzi sijui yapite magari ya majeshi, sijui watu wanafanya mazoezi. Watanzania ni watu wa kawaida. Wakishaona vile, sasa mimi bora nikae nyumbani kwangu tu, nisitoke bwana, sitaki matatizo. Kumbe umemtisha kwa ndio kupiga kura, haendi tena. Haisaidii. Tufanye kazi kiprofession ili watu wahisi amani, wahisi safe kutoka yeye na familia yake, waende kwenye sehemu za kupigia kura, wapige, warudi, lakini sio kuwatisha watu wengi kwa sababu ya watu wachache, na hatimaye watu wengi wakaona kwamba nchi yetu haipo katika amani na wakashindwa kwenda kutekeleza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidhikril hakim.
aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Ndugu zangu Waislamu, kwa kweli ni khutba ya mwisho kabla ya khutba ya watu kuelekea katika uchaguzi. Tuhimize ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu wa Tanzania, kwamba siku ya tarehe 29 tutoke kwa wingi kwa ajili ya kwenda kutekeleza haki yako ya kikatiba ya kupiga kura, na upige kura kwa kumchagua yule ambaye unadhania anaweza akasaidia kuleta utulivu, kuleta amani, kuleta maendeleo, anaweza akakuwakilisha wewe vizuri katika kile ambacho unakizungumza. Kwa hiyo jitihadi yako, ghaibu anayejua Mwenyezi Mungu, na katika nafsi za watu si hatuyajui, lakini kwa jinsi unavyomfahamu mtu, si kwa sababu amekupa bahasha, amekupa rushwa, la, ni kwa sababu ya sera zake, mazungumzo yake, anaishi vipi katika jamii na watu. Huyo ndio mtu ambaye unatakiwa uende ujitahidi kumpigia kura ili kupunguza ule munkar ambao unaweza ukawepo katika uendeshaji wa jamii yetu kwa ujumla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Qumu ila salatikum.